الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. Na mtajeni Allah katika masiku yenye kuhesabika. Faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, basi yoyote atakaye harakisha kuondoka Mina katika siku mbili hapana dhambi juu yake. Waman akhara fala ithma alayhi liman ittaqa, na yule atakayechelewa kuondoka Mina mpaka siku ya tatu hapana dhambi juu yake kwa yule mwenye kumcha Allah katika hija yake. Wattaqullaha, na muogopeni Allah. Wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, najueni kwamba nyinyi kwake yeye mtakusanywa. Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, na mtajeni Allah katika masiku yenye kuhesabika. Ahlul ilm wanasema ayyam ma'dudat ni zile ayyamu tashriq, yale masiku ya tashriq ambayo naanzia mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13 min Dhulhijja, katika mwezi wa mfungo tatu. Sheikh anasema wadhkurullaha tasbihan wa takbira, mtajeni Allah tasbihan, kumsabihi, wa takbira, na kumtukuza, fi ayamin qala'il, katika masiku machache. Wa hiya ayamu tashriq, ni yale masiku ya tashriq, yale masiku ya tashriq kwa jina lake anapoitwa subhana. Masiku yenyewe ni alhadi ashara, mwezi 11, wathani ashara, mwezi 12, wathalitha ashara, mwezi 13 min shahri Dhulhijja, katika ule mwezi wa mfungo tatu, hapa tunaposema sisi Waswahili mwezi wa mfungo tatu. Hizi ni ayami ma'dudat, wa hi ayamu tashriq. Faman taajjala fi yawmayn, basi yoyote atakaye harakisha kuondoka Mina katika siku mbili. Maana kisheria anatakiwa akae zile zote siku tatu kwa ajili ya kufanya ibada ya kurusha mawe, ramyul jamaa. Lakini kama atakaa ile mwezi 11 na mwezi 12 baada ya kurusha mawe, mwezi 12 baada ya kutupa vijiwe vile, kabla ya kuzama jua akaondoka zake, hapana dhambi kwake. Hata kama siku moja huweza kulala katika, lakini hakikisha kwamba aondoke baada ya kwanza kurusha vijiwe ramyul jamarat katika mwezi 12, alafu aondoke kabla ya kuzama jua. Maana kama jua likizama bado hajaondoka, itamlazimu akarudishe siku ya tatu. Ndio sheria inaposema. Kwa Allah tabaraka wa taala aliposema faman taajjala fi yawmayn, basi yoyote atakayeharakisha kuondoka Mina katika siku mbili, fala ithma alayhi, basi hapana dhambi kwake. Ay faman arada taajjula, basi yoyote ambaye atakaye kusudia kufanya haraka, wa kharaja min Mina, na akatoka katika maeneo matukufu ya Mina, qabla ghurubi shamsi al-yawm ath-thani ashara, qabla ya kuzama lile jua na mwezi 12, baada rami al-jimar, baada ya kurusha vile vijiwe katika vikuta, fala dhamba alayhi, hapana dhambi. Wa man taakhara, na yule atakayechelewa kuondoka mpaka akakamilisha ni siku ya tatu, fala ithma alayhi liman ittaqa, basi hapana dhambi kwake yeye kwa yule mwenye kumcha Allah. Yani akaamua kwamba yeye akae pale maeneo ya Mina zile siku zote tatu zote, akae pale atekeleze zile ibada za kusharikiwa na kufanya na kumtukuza Allah na ibada nyingine mbalimbali. Allah hili anasema fala ithma alayhi liman ittaqa, hapana dhambi kwake yeye kwa yule mwenye kumcha Allah. Imani wa man taakhara, manake yule atakayechelewa, bi ambata bi Mina, akalala katika maeneo ya Mina, hata yarmi aljimar, mpaka ili aweze kurusha vile vijiwe, fil yawm ath-thalith ashara, mpaka katika ile siku mwezi 13, fala ithma alayhi liman ittaqa Allah fi hajjihi, hapana dhambi kwake yeye kwa yule mwenye kumwogopa Allah katika hija yake.
wa taakhur afdal. Ahli ilmu wanasema na kule kuchelewa ukazikamilisha zile siku 3 za ayyamu tashrik, kwa yule mwenye kufanya ibada ya hija, mwenye kufanya ibada ya hija, hili ni bora zaidi. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, na muogopeni Allah na jueni kwamba nyinyi kwake yeye mtakusanywa, kwamba nyinyi kwake yeye mtakusanywa. Wa minan nasi, na kuna katika watu, man yujibuka qawluhu, kuna wale ambao sawa yanakufurahisha wewe maneno yake, yanakufurahisha manake yanakustaajabisha wewe maneno yake, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia. Wayushhidu Allah ala ma fi qalbihi, na anamshuhudiza Allah juu ya yale ambayo yaliyomo katika moyo wake, kwamba yeye ni mtu wa Allah, ni mtu wa dini. Wa huwa aladul khisam, na yeye ni khasimu mkubwa wa Allah, na yeye ni khasimu mkubwa wa Allah. Wa minan nasi, na kuna katika watu, man yujibuka qawluhu fil hayati dunya, kuna yule ambaye yanakustaajabisha au linakustaajabisha neno lake, anaposema maneno yake wewe unastaajabu, unafurahishwa, fil hayati dunya, katika maisha. Wayushhidu Allah ala ma fi qalbihi, na anamshuhudiza Allah juu yaliyomo katika nyoyo zake, kwamba yeye ni mkweli na anaweza kuwapa katika hilo. Wa huwa aladul khisam, na alikuwa ni khasimu mkubwa wa Allah. Sheikh anasema wa ba'du an-nas min al-munafiqin, na baadhi ya watu tena katika wanafiki, yujibuka ya Muhammad kalamu, yanakustaajabisha ya Muhammad maneno yake, al-fasih, yaliokuwa fasih, alladhi yuridu bihi haddan min hududi ad-dunya lil-akhirah, ambaye anakusudia fungu, nafasi katika nafasi za duniani, si kwa ajili ya akhira. Sasa wapo katika watu wa aina hiyo, hawa ni katika kundi la wanafiki. Alafu wayahlifu mustashhidan billah, na anaapa hali ya kuwa ni mwenye kumshuhudisha Allah, anamshuhudisha Allah ala ma fi qalbihi, juu yale ambao yapo katika moyo wake, min mahabbati alislam, kutokana na kule kuupenda Uislamu. Yani anaapa kwamba yeye Uislamu anaupenda, anampenda Allah, anampenda mtume. Kumbe si kweli kabisa katika moyo wake. Na hii ndio maana pale Allah aliposema yushhidu Allah ala ma fi qalbi, na anamshuhudiza Allah kwa yale yaliyomo ndani ya moyo wake, kwamba yeye ni mtu wa dini, yeye ni mtu wa haki, anampenda Uislamu, anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aladul khisam, na hali yake yeye ni khasimu mkubwa wa dini ya Kiislamu. Wa huwa aladul khisam, maana wa fi hadhihi alghayat aljur'a, na katika ujasiri huu ala Allah, anamfanyia Allah. Wa huwa shadidul adawa wal husud, lakini yeye ni adui mkubwa na ni mpinzani mkubwa lilislami wal muslimin, tena kwa Uislamu pamoja na Uislamu wote. Wa idha tawalla sa'a fil ardh, na pindi anapoondoka, sa'a fil ardh, anapupia katika ardhi, liyufsida fiha, ili afanye uharibifu katika ardhi hiyo. Wa yuhlika alhartha wan nasla, na ili apate kuangamiza mazao, wan nasla, na wanyama. Kuangamiza mazao, maana kuchukua mali za watu, kuna kupora na kuiba, wan nasla, na kwenda kuingia katika mifugo ya watu na kunyang'anya. Wallahu la yuhibbu al-fasad, na Allah hapendi uharibifu. Hilo liko wazi. Wa idha tawalla, na pindi anapoondoka mtu huyu ambaye ni mnafiki, tawalla bimaana insarafa au dhahaba, sa'a fil ardi, anakupia, anakwenda upesi katika ardhi, liyufsida fiha, ili afanye uharibifu katika ardhi hiyo. Wa yuhlika alhartha wan nasla, na ili apate kuangamiza mimea, mazao, wan nasla, na wanyama. Nasl maana alhayawanat, wanyama. Wallahu la yuhibbu alfasad, na Allah hapendi uharibifu. Maana wa idha kharaja min indika ya Muhammad, pinda anapotoka huyu mnafiki mbele yako wewe Muhammad, jadda, anajipinda, wa nashika fil ardh, na anakuwa ni mchangamfu katika ardhi, liyufsida fiha, ili afanye uharibifu. Wayatlifu zurua an-nas, na anaharibu ile mimea na mazao ya watu. Wayaktulu mashiatahum, alafu anawaua wanyama wao katika kuwaiba. Wallahu la yuhibbu al-fasad, lakini Allah hapendi uharibifu, maana ni mtu mwovu. Wa idha qila lahu ittaqillaha, na pindi anapoambiwa yeye muogope Allah, akhadhatuhu al-izzatu bil-ithmi, kinamchukua yeye kiburi kwa kufanya madhambi. Fahasbuhu jahannam, basi tosha yake ni jahannam. Wala bisa al-mihad, na ubaya wa godoro ni hilo jahannam.
manake ubaya wa tandiko ni jahannam. Wa idha qila lahu ittaqillaha, na pindi anapoambiwa yeye muogope Allah, akhadhatuhu al-izzatu bil-ithmi, basi kinamchukua yeye kiburi bil-ithmi, kwa kufanya madhambi. Yani kile kiburi chake kile kinampelekeza kana kufanya madhambi wala haja. Anapokuwa nasaha, zile nasaha hana habari nazo, kiburi kimemjaa, na watu wanaotenda katika jamii yetu chungu zima. Allah anasema fahasbuhu jahannam, tosha yake huyu ni jahannam, wala bi'sa al-mihad, na ubaya wa godoro ni jahannam. Wa idha nusiha dhalika al-munafiq al-muslim, Sheikh anasema pindi anaponasihiwa huyo mnafiki al-mufsid, mwenye kufanya uharibifu, wa qila lahu, na akaambiwa ittaqillah wahdhar aqibahu, muogope Allah na utahadhari mwisho wake, wa kuffa anil fasadi fil ard, na jizuie na uharibifu katika ardhi. Lam yaqbal an-nasiha, kwanza hayuko tayari kukubali zile nasiha, hayuko tayari, bali yahmiluhu al-kibr, bali humbeba yeye kile kiburi chake, wal hamiyatu al-jahiliya, na ule mori ya jahiliya, sawa, ile hamasa, sawa, ala mazidi min al-atham, juu ya kufanya nyongeza, juu ya kuzidisha madhambi. Fahasbuhu jahannam wa kafiyatuhu adhaban, na tosha yake ni jahannam, na tosha yake vile vile ni kuadhibia. Wa bi'sa al-farashu hiya, na ubaya wa godoro na tandiko ni hiyo jahannam. Wa minan nasi man yashri nafsahu libtighaa maradhati llah, na kuna katika watu man yashri nafsahu, mwenye kuiuza nafsi yake, anaiuza nafsi yake katika kufanya taa, sawa, ibtighaa maradhati llah, kwa ajili ya kutafuta na kutaka radhi za Allah. Wallahu raufun bil ibad, Allah ni mpole mno kwa waja wake. Yani kuna watu ambao mtu anaiuza nafsi yake, manake anaitoa ile nafsi yake, anajitolea ile nafsi yake katika kufanya taa, yani kana kwamba kamuuzia Allah. Anajipinda katika kufunga, anamka usiku, anaswali, anasoma Qur'ani kwa wingi, analeta adhkari kwa wingi, anafanya kadha, anafanya nini, anafanya katika taa, yani kana kwamba nafsi yake ameiuza. Ana bala kamuuzia nani? Kamuuzia Allah tabaraka. Kuna watu katika wenye sifa kama hizi, na ni watu wa khairi. Wa minan nas, na kuna katika watu man yashri nafsahu libtighaa maradhati llah, kuna yule ambaye anaiuza nafsi yake katika kumtii Allah kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Ibtighaa bimaana talaba, kwa ajili ya kutafuta, ya kutaka radhi za Allah. Wallahu raufun bil ibad, Allah ni mpole mno kwa waja wake. Wa ba'dhu an-nas yabi'u nafsahu, na kuna baadhi ya watu yabi'u nafsahu, mtu anaiuza nafsi yake talaban liridallahi anhu, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, bil jihadi fi sabilihi, kwa kule kupigana jihadi katika dini yake, waltizami taatihi, na kule kulazimiana na taa yake. Wallahu raufun bil ibad yarhamu ibadahu al-mu'minin, Allah ni mpole kwa waja, manake anawarehemu waja wake waumini rahmatan wasi'a, rehma yenye kuenea, fi ajilihim wa ajilihim, katika dunia yao na akhira yao. Fayujazihim ahsana al-jazaa, na atawalipa wao malipo mazuri. Ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, enyi ambao mlioamini ingieni katika Uislamu yote. As-silm maana al-islam, kafa bimaana jamia. Wala tattabi khutuwati shaytan, na wala msifuate nyayo za shetani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye shetani kwenu nyinyi ni adui mwenye kudhihirisha uadui wake. Na ndio uadui wa shetani kwa wazi wazi, na hasa akiwaona kwamba mko katika jambo lenu la kheri, shetani awafuruga mpaka hakikisha msifanikiwe katika hili. Allah tafadhali ya Allah. Ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, enyi ambao mnaamini, udkhulu, ingieni, fi silmi kaffa, katika Uislamu yote. Maana asibaki hata mmoja ikawa hayuko tayari kuingia katika dini ya haki. Yani sote sisi Allah anatutaka tukumbatie au tukumbatie dini yake na kuikubali na kuifanyia kazi. Wala tattabi khutuwati shaytan, na wala msifuate hatua nyayo za shetani, njia. Innahu, hakika huyo shetani, lakum aduwwun mubin, kwenu nyinyi ni adui aliyowazi kabisa, manake adui mwenye kudhihirisha uadui wake. Sheikh hapa anasema ya ayuha alladhina amanu billahi rabba, enyi ambao wamemwamini Allah kuwa ni Mola, wa Muhammadin nabiyyan wa rasula, na kumwamini Muhammad kuwa ni nabii na ni mtume, wa bilislami dina, na kuamini Uislamu kuwa ndio dini. Udkhulu fi jamii shara'i al-islam, manake zingieni
sheria zote za Uislamu, amilina bijamii ahkami, hali ya kuzifanyia kazi hukumu zake zote. Wala tatruku minha shay'an, na wala msiache katika hizo chochote. Wala tattabi'u turuqa shaytan, na wala msifuate zile njia za shetani, msifuate. Sawa, fima yad'ukum ilayhi min al-ma'asi, katika yale ambayo anawaiteni shetani katika kumwasi Allah. Innahu lakum aduwwun, hakika huyo shetani kwa nyinyi ni adui dhahirul adab, tena mwenye kudhihirisha uadui wake. Fahdharuhu, basi tahadharisheni naye. Sasa nashangaa, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kama mkiteleza sawa baada ya kuwajieni nyinyi hoja zilizokuwa wazi wazi, fa'lamu anna Allah azizun hakim, basi jueni kwamba Allah azizu ni mwenye nguvu, hakimu ni mwenye hikma katika mambo yake. Jueni hivyo. Fa in zalaltum, na kama mtapondoka, manake mkateleza, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, baada ya kuwajieni nyinyi hoja zilizokuwa wazi wazi, fa'lamu anna Allah azizun hakim, jueni kwamba Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma. Ay fa in inharaftum, kama mtapondoka an tariqil haqq, kuiacha njia ya haki, min ba'di ma ja'atkumul hujajul wadiha, baada ya kuwajieni nyinyi hoja zilizokuwa wazi, min alqur'ani was sunnah, katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume. Fa'lamu anna Allah azizun fi mulkihi la yafutuhu shay, jueni kwamba Allah ni mwenye nguvu katika miliki wake, hakimpitie chochote. Hakimun fi amrihi wa nahyihi, na ni mwenye hikma katika maamrisho yake na makatazo yake. Yadha'u kulla shay'in fi mawdi'ihi almunasib lahu, anakiweka Allah kila kitu katika mahali pake penye kunasibiana. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam, hawangojei hao makafiri isipokuwa awajilie wao Allah katika vivuli vya mawingu. Wal malaika, na wajiwe wao vile vile malaika. Wa qudhiya al-amru, na limeshamalizwa jambo, limeshakatwa mashauri jambo. Wa ila Allah turja'u al-umur, na kwa Allah yatarejeshwa mambo yote. Sawa, naam. Hal yanzuruna, hawangojei hao makafiri. Nadhara hapa kana maana intadhara, kwa nadhara hapa kana maana amengojea, sio ametazama, amengojea. Hipo hiyo katika jani ya lugha ya Kiarabu, lakini si kwamba kila nadhara inakuja maana intadhara, lakini japo kama inakuja kwa maana tuko sawa. Kwa hiyo hali yanzuruna maana yake hali yantadhiruna, hali kwa maana istifham bi maana nafi, kwamba hawangojei wao illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam, isipokuwa kuwajilia wao Allah katika vivuli vya mawingu. Hii ndio tafsiri ya kisalafu inayothibitisha ile itiyanu Allah azza wa jalla, kule kuja kwake Allah tabaraka wa taala, ambako kunalingana nake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yani ujaji ambao unalingana naye yeye Allah. Hii ndio tafsiri ya kisalafu na tafsiri sahihi, japo wengine wanatawili an yatiyahumullah, manake an yatiya amrullah, yani kuwajilia wao amri za Allah, sio Allah mwenyewe kuja. Hii ni taawilun fasid. Kama ndiko sawa. Wal malaikatu, na kujua wao na malaika. Wa qudhiya al-amru, na limeshahukumiwa jambo, limeshamalizwa jambo, mambo yashamalizwa. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwa Allah ndio hurejeshwa yote, mambo yote yarejeshwa kwa Allah. Ma yantadhiru haula'i al-mu'aniduna al-kafiruna, kwamba hawangojei hawa wapinzani hawa makafiri, baada qiyami al-adillati al-bayyina, baada ya kusimama dalili zilizokuwa wazi, illa an yatiyahumullahu azza wa jalla, isipokuwa kujiwa wao na Allah azza wa jalla ala al-wajhi al-la'iq, sawa, juu ya ule ujaji, juu ya ile njia yenye kulingana bijalali na utukufu wake, yani ujaji ambao unalingana na yeye Allah tabaraka, wala usifananishwe kwamba kuja kwa Allah ni kama ujaji wa kiumbe. Hapana, ila sisi tutakuwa tuthibitishe tu kwamba Allah ana sifa ya itian wal majid. Sawa, ndio fi dhalalin min as-sahabi yawm al-qiyamah, katika vivuli vya mawingu siku ya kiyama. Liyafsila bainahum bil qada'i al-'adil, ili apate kupambanua kati yao kwa hukumu yenye uadilifu. Wa an ta'tiya al-malaika, na kuja malaika, malaika pia siku watakuja.
wa hinaidhin, na wakati huo yaqdi Allahu, atahukumu Allah fihim, kwa wao qadaa au hukumu yake. Wa ilayhi wahdahu turja'u umuru al-khalaiq, na kwake yeye Allah hali ya kuwa peke yake yatarudishwa matendo ya waja yote, yatarudishwa kwake yeye. Sal bani Israil, waulize Muhammad wana wa Israil, kam atainahum min ayatin bayyina, ni ngapi tulizowapa wao katika miujiza iliyokuwa wazi wazi. Sababu hii ni kam khabaria, sio istifhamia. Sawa, manake nabii ambao la tastad'i jawaba, wala haitaji jawabu. Sasa inakuja hii kwa lengo gani? Ni tabahi wa tafakhur, kwa kule kujifakharisha. Waman yubaddil ni'mati llahi, na yeyote atakayebadilisha neema za Allah, min ba'di ma ja'atuhu, baada ya kuiwa yeye na neema hizo, fa inna Allaha shadidul iqab, bas hakika Allah ni mkali wa adhabu, na adhabu zake ni kali. Sal bani Israila, waulize Muhammad wana wa Israil, yani sal ya Muhammadu bani Israila almuanidina lak, waulize Muhammad wale wana wa Israili wenye kufanya upinzani, wenye kufanyia upinzani wewe. Kama atainahum min ayatin bayyina, ni ngapi kutubihim, ni ngapi tulizowapa wao katika aya, katika dalili zilizokuwa wazi katika vitabu vyao, tahdihim ila alhaq, vyenye kuongoza wao katika haki. Fakafaru biha kulliha, na wakazikadhibisha zote hizo. A'radu anha, wakazipa nyongo. Waharafuha an mawadhi'iha, na wakazigeuza zile aya kuzitoa katika sehemu zake, wakazigeuza na kuzibadilisha. Ndipo Allah anaposema waman yubaddil ni'mata Allahi, na yoyote atakayebadilisha neema za Allah, min ba'di ma ja'atuhu, baada ya kuiwa yeye na neema hizo, fa inna Allaha shadidul iqab, basi Allah ni mkali wa adhabu. Na neema ya Allah hapo anasema hiya dinu dunia, na akaikufuru ile dini min ba'di ma'rifatiha, baada ya kufahamu, na waqiyami alhujjati alayhi, na baada ya kusimamia hujja kwa kaifa. Inna Allaha ta'ala shadidul iqab. Zulina kafaru alhayatu dunya, wamepambiwa wale ambao waliokufuru kuyapenda maisha ya dunia, na hilo liko wazi. Yaskharuna min alladhina amanu, na wanawacheza shere wale ambao walioamini, manake wanawadharau. Walladhina taqaw fawqahum yawm alqiyama, na wale ambao ni wenye kumcha Allah watakuwa juu yao siku ya kiyama, yani wale wacha Mungu watakuwa juu ya makafiri siku ya kiyama. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, na Allah humruzuku amtakaye pasi na hisabu. Zuyina lilladhina kafaru alhayatu dunya, wamepambiwa wale ambao waliokufuru kuyapenda maisha ya dunia. Sawa, Allah amefanya hivi kwa hikima zake, kuwa makafiri waipende sana dunia, na hii sisi macho yetu ni mashahidi katika hili, akili zetu ni shahidi katika hili. Tunaona makafiri wanavyoipenda dunia na wanavyouana kwa ajili ya dunia, wanavyochukiana na kuvunjiana heshima kwa ajili ya dunia. Wayaskharuna min alladhina amanu, na wanawacheza shere wale ambao walioamini, bimaana wanawadharau. Na hili liko wazi, makafiri watudharau sisi, watu na sisi madaruweshi. Sasa hakuna lolote tunalotumia sisi, tuko tu magwiji, mamwingi, majivivu, yani majinote mabaka kwa sisi Waislamu. Iko wazi, na nafikiri magaidi pia tuambiwa kila sifa kwa sisi, bora yeye ni baya. Walladhina taqaw, na wale ambao wamemcha Allah, fawqahum, watakuwa juu yao yawma alqiyama, siku ya kiyama, malaika watakuwa juu ya makafiri. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah humruzuku amtakaye bila hisabu. Husina tuira bimana husina, wamepambiwa. Lilladhina jahadu wahadaniyata Allahi, kwa wale ambao waliokufuru ule upweke wa Allah, alhayatu dunya, wamepambiwa kuyapenda maisha ya dunia. Wama fiha min ash-shahawat, na yale ambayo yaliwepo katika matamanio, wal maladhat, na mambo ya ladha, yani yale mambo matamu ya dunia yale. Wa hum yastahzi'una bil mu'minina, hali yakuwa hao makafiri wanawacheza shere Waislamu. Wa haulai alladhina yakhshawna rabbahum, na hawa ambao wanaogopa Bwana wao ambao ni waumini, fawqa jamii al-kuffari yawm al-qiyamah, watakuwa juu ya makafiri siku haithu yadkhiluhum Allahu a'la darajati aljanna, pale atakapoingiza wao Allah katika daraja za juu za peponi. Wayunzilu alkafirin asfala darakati an-nar, na Allah atawashusha na kuwateremsha makafiri katika zile makote ya chini ya moto. Allahu yarzuqu man yasha'u bil khalqi,
Allah humruzuku amtakaye katika viumbe vyake bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahida, walikuwa watu umma mmoja. Tafsiri nyingine ilikuwa dini moja ya tafsiri. Umma ikawa dini ya tafsiri. Wana tafsiri watu. Kana an-nasu, walikuwa watu ummatan wahida, ni kundi moja, ni umma mmoja. Fabaatha Allahu an-nabiyyin, bas akapeleka Allah manabii mubashirina wa mundhirin, hali ya kuwapa habari njema, wa mundhirin, na kuwaonya na adhabu ya Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab, na akateremsha pamoja na hao manabii akawateremshia vitabu bilhaqi, kwa haki kabisa. Liyahkuma baina an-nas, ili wapate kuhukumu kati ya watu, fi makhtalafu fihi, katika yale ambao wametofautiana katika. Wama ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat, na wala hawakutofautiana katika vitabu isipokuwa wale ambao waliopewa vitabu hivyo min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat, baada ya kufikiwa na hoja zilizokuwa wazi wazi. Baghayan bainahum, kwa husna tu iliyoko kati yao, wala kusinyana nipo baghayan limaana husnan, sawa. Fahada Allahu alladhina amanu, bas akawaongoza Allah wale ambao walioamini, limakhtalafu fihi, kwa yale ambao wametofautiana, min alhaqi, katika haki, biidhnihi, kwa kutaka kwake Allah. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim, Allah anamuongoa yule amtakaye katika njia iliyonyooka. Allah tujalie katika wao ya Kana an-nasu ummatan wahida, walikuwa watu ni kundi moja, walikuwa watu ni kundi moja. Bimaana kana an-nasu jama'atan wahida, walikuwa watu ni kundi moja tu. Muttafiqina ala al-iman billah, hali ya kuwa ni wenye kuwafikiana na kupatana juu ya kumwamini Allah. Sawa. Thumma ikhtalafu fi dinihim, kisha wakatofautiana katika hiyo dini yao ambayo ni pamoja. Fabaatha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin, Allah anasema akapeleka Allah akawapelekea manabii mitume, mubashirin, hali ya kuwapa habari njema, wa mundhirin, na kuwaonya na habari mbaya. Wa anzala ma'ahumul kitaba, na akateremsha pamoja na hao manabii vitabu, bilhaqi, tena vyenye kufungamana na haki. Liyahkuma baina an-nasi fima ikhtalafu fihi, ili apate kuhukumu kati ya watu katika yale ambao wametofautiana. Hapa Sheikh anasema fabaatha Allahu an-nabiyina, akapeleka Allah manabii, duata lidinillah, hali ya kuwa ni madai, manake hali ya kuwa ni walinganiaji ya dini ya Allah. Mubashirina man ataa Allah biljanna, hali ya kuwa manabii wao wanambashiria yule atakayemtii Allah pepo, kupata pepo. Wa muhadhirina man kafara bihi wa asahu an-nar, na vile vile hao manabii ni wenye kumtahadharisha yule atakayempinga Allah na akamwasi, anamtahadharisha na moto. Wa anzala ma'ahum, na akateremsha Allah pamoja na hao manabii al-kutub as-samawiyya, vitabu vya mbinguni, bilhaqi, hali ya kuwa ni vyenye kufungamana alladhi, vitabu ambavyo istamalat alayhi, manake vimekusanyika, haki ambayo imekusanyika katika. Liyahkuma bima fiha baina an-nas, ili wapate kuhukumu kwa yale ambayo yalikuwepo kwa watu, fi makhtalafu fihi, katika yale ambayo yametofautiana. Wa makhtalafa fihi, na wala hawakutofautiana kuhusiana na Muhammad, wala hawakutofautiana kuhusiana na jambo la Muhammad hao waliopita, illa alladhina utuhu, isipokuwa wale ambao waliopewa hicho vitabu, yani min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, baada ya kujiwa na hoja zilizokuwa wazi wazi. Baghayan bainahum, hasadi tu iliyokuwepo kati yao. Sheikh anasema wa makhtalafa fi amri Muhammad, wala hawakutofautiana hao makafiri kuhusiana na jambo la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa kitabihi, na kitabu chake, hawakutofautiana wao isipokuwa dhulman wa hasada, hawakutofautiana kwa dhulma na kwa hasad. Illa alladhina atahumullahu tawrat, isipokuwa wale ambao Allah aliwapa wao Taurat. Wa arafu ma fiha min alhujaj wal ahkam, na wakajua yaliyomo katika hoja na hukumu. Fahada Allahu alladhina amanu, bas akawaongoza Allah wale ambao walioamini, limakhtalafu fihi, kwa yale ambao waliotofautiana kuhusiana na jambo la Muhammadi, min alhaqi, katika haki, biidhnihi, kwa idhni yake Allah tabaraka. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim, Allah anamuongoza yule amtakaye katika njia iliyonyooka. Am hasibtum, hivi mnadhani, an tadkhulul janna, mtaingia peponi,
walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, na wala hajawafikia wala haujawafikia nyinyi mfano wale ambao waliopita kabla yenu. Masatuhum alba'sa, walipatwa wao na njaa kubwa, wadharrau, na wakapata wao na madhara na maradhi, wazulzilu, na wakatingishwa, hata yaqula ar-rasul, mpaka ikawa anasema mtume, walladhina amanu ma'a, na wale ambao waliamini pamoja naye, mata rasulullah, muda gani nusura Allah, wakati gani itapatikana nusura Allah? Ala inna nasra Allah qarib, hakika nusra Allah ipo karibu mno kwa waja wake. Am hasibtum, hivi mnadhani, an tadkhulu aljanna, mtaingia peponi? Nadhani tu mtaingia peponi tu bure bure. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, na wala haujawafikia nyinyi mfano wale ambao waliopita kabla wenu. Wale ambao waliopita kabla yenu walikuwa ni mifano katika kusubiri katika dini ya Allah. Masatuhum alba'sa wadharra, sawa, wamepatwa wao na njaa, maana kuna ugumu wa maisha, wadharra, na madhara, maana na maradhi wapata wao, wazulzilu, na wakatikishwa, hata yaqula ar-rasul, mpaka ikawa anasema mtume, walladhina amanu ma'a, na wale ambao waliamini pamoja naye, mata nasrullah, yani muda gani itapatikana nusura? Ala inna nasra Allah qarib, hii tambuina nusra ya Allah ipo karibu. Bal dhanantum ayuha almu'minun, bali mmedhania enyi waumini, an tadkhulul janna, kwamba nyinyi mtaingia peponi. Walamma yusibukum min al-ibtila, na wala haijawapata nyinyi katika majaribio, mithlu ma asaba al-mu'minin, mfano yale ambayo yaliwapata nyinyi, alladhina madhaw min qablikum, ambao waliopita kabla yenu, min al-faqri, walipata na fakiri, ndio maana al-ba'sa, ule ugumu wa maisha, wal amrad, wakapata na maradhi, na ile wadharra, wal khawf wal ru'b, wakapata na hofu, na ile hofu vile kuogopa, wazulzilu bi anwa'i al-makhawif, na wakatingishwa kwa zile aina za hofu mbalimbali, hatta qala rasuluhu wal mu'minuna ma'ahu ala sabili istijal, mpaka akasema mtume wao na wale waumini waliokuwa pamoja nao juu ya ile njia ya kutaka ule uharaka, linnasri min Allah ta'ala, kutaka ule uharaka wa nusra itokao kwa Allah. Wakasema mata nasrullah, muda gani nusra ya Allah itapatikana? Allah kawajibu akasema, ala inna nasra Allah qarib, zindukeni, hakika nusra Allah iko karibu, min almu'minin, kwa waumini. Yasalunaka madha yunfiqun, na wanakuuliza wewe Muhammad, madha yunfiqun, nini watoe, manake watoe nini? Sawa, qul, waambie, ma anfaqtum min khairin falilwalidain, waambie Muhammad, chochote mtakachokitoa katika mali au katika kheri, manake katika mali, sawa, lilwalidaini, basi wapeni wazazi wawili kwanza, sawa, naanza wazazi wawili, wal aqrabin, na wale ndugu wa karibu. Sasa ndio wanakuja sasa baba wadogo hao, jomba, shangazi hao, wanaweza kusasa, wal yatama wal masakin, na mayatima na maskini, wa bin sabil, na wasafiri pia watakuwa muwape. Sio mtu amekatoa na safari mmoja msikiti kutaka msaada, mwambie kwamba ule mtapeni. Wama tafalu min khairin, na chochote mtakachokifanya katika khairi, fa inna Allaha bihi alim, hakika Allah kwacho ni mjuzi, maana anajua. Yasalunaka madha yunfiqun, na wanakuuliza wewe Muhammad, madha yunfiqun, watoe nini watoe? Ay yasaluka ashabuka ya Muhammad, wanakuuliza masahaba zako wewe Muhammad, ayu shay'in yunfiquna min asnaf amwali, kitu gani watoe katika zile aina mbalimbali za mali zao, taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kule kujikurubisha na kujisegeza kwa Allah aliyakuwa ametukuka. Wa ala man yunfiqun, na nani pia atakuwa sasa wapewe, mali gani atakuwa watoe, alafu nani atakuwa apewe. Hili ndio swala lilikuwa maswahaba waliuliza. Ndipo Allah akamwambia, akamfahamisha mtume wake, kul, sema, ma anfaqtum min khairi, chochote mtakachokitoa katika khairi, katika mali, bilwalidaini, basi wapeni wazazi wawili, wal aqrabin, na ndugu wa karibu, wal yatama wal masakin wa bin sabil, na mayatima na maskini na wasafiri.
Ay qul lahum, waambie Muhammad, anfiqu ayya khairin, toweni chochote katika khairi, yatayassaru lakum min asnafi almal, ambacho ni chepesi kwa nyinyi katika zile aina za mali, alhalal tayyib, ilikuwa halali ilikuwa nzuri. Waj'alu nafaqatakum, najalieni, fanyeni ile posho yenu sawa mnayoitoa, lilwalidaini, basi wapeni wazazi wawili, wal aqrabin, na wale ndugu wa karibu, min ahlikum, katika jamaa zenu, wadhawai arhamikum, na wale wenye udugu kwenu, waliyatama walfuqara, na vile vile mayatima na mafakiri, walmusafir, na ule msafiri almuhtaji, mwenye kuhitajia, alladhi ba'da an ahlihi wa mali, ambaye yuko mbali na watu wake na mali zake. Manake safari ndefu, alafu katatikiwa na vitu ambavyo tutaweza kumfikisha katika safari zake, upya atakasi. Wama taf'alu min khairin, na chochote mtakachokifanya katika khairi, fa inna Allaha bihi alim, basi hakika Allah kwa kitu hicho ni mjuzi. Ai wama taf'alu min khairin, na chochote mtakachokifanya katika khairi, fa inna Allaha ta'ala bihi alim, hakika Allah aliyakuwa ametukuka kwa kitu hicho ni mjuzi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa nashhadu